Online TV inakuletea Ufunuo Unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Nabii wa ishara Tanzania. Haleluya! Wakazi wa Dar es Salaam, je, umewahi kusikia kuhusu nabii wa ishara Tanzania? Nabii wa ishara Tanzania wa huduma ya Jesus Miracle Center huponye watu wanaoteswa na nguvu za giza kama vile vichaa, waliopooza miili, wenye vifafa, magonjwa sugu, kufufua wafu, waliotasa na wanapata watoto, kutoa mapepo ya umaskini na madeni na kuwaweka watu huru kabisa. Amini sasa, fika ujionea mwenyewe na utafunguliwa kabisa na kusahau mateso yako yote. Nabii wa ishara Tanzania wa huduma ya Jesus Miracle Center sasa yuko Mbezi, Dar es Salaam, katika hema la matendo ya miujiza halisi JMC pale Mbezi Maramba Mawili. Wote mnaalikwa Jumapili hii saa 4 asubuhi mpaka mchana. Atafunua kinabii siri ya mateso yako kwa nguvu ya agano la ukombozi. Utaponywa kabisa. Unangojea nini? Njoo Mbezi kwa nabii wa ishara akufungue, au tupigie simu namba 0715645150. Narudia 0715645150. Tanzania, karibu sana. Hapa ni lango la baraka, Mbezi Maramba Mawili. Pamoja nami upo nami, naitwa Peter Ntake. Leo tumemtembelea nabii ikiwa ni siku ya leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, kipekee katika mtiririko wa vile vipindi vya unabii wa kila mwezi. Kipindi hichi ni kwa ajili ya utabiri wa kinabii kuhusiana na mwezi wa 4. Kabla tujaendelea, karibu mtu wa Mungu upate kuwasalimia. Amen. Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ni nabii wa ishara Tanzania kwa ajili ya unabii wa taifa, mataifa na watu. Niko tena hapa leo kwa ajili ya mahojiano na kuweza kujua labda watu wanataka Mungu afunue jambo gani katika mwezi na majira haya yanayokuja, kama jinsi ilivyokuwa mwezi huu tulionao ambao unaisha sasa. Mbarikiwe sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na utazame mpaka mwisho. Kwa wageni wote ambao ni mara yako ya kwanza kufuatilia, jua kuna utaratibu huu wa unabii wa kila mwanzo wa mwezi, ambao nabii wa ishara Tanzania anatoa unabii kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na taifa na mataifa mbalimbali. Na kama ulivyosikia tangazo ambalo limetangulia hapo mwanzo, hapa ni lango la baraka, Mbezi Maramba Mawili. Tunakukaribisha katika ibada zetu. Zinafanyika Jumatano, Ijumaa na Jumapili, na siku za kumwona nabii ni siku ya Jumanne, Alhamis na Jumapili baada ya ibada. Karibu sana. Utaratibu wetu wa hivi vipindi vinakuwa tunapotaka kuanza kutoa, au mtu wa Mungu anapotaka kuanza kutoa unabii kuhusiana na mwezi husika, cha kwanza huwa tunatazama kwa kifupi yale yaliyonenwa, yaliyotabiriwa ya mwezi uliopita kabla ya huo mwezi. Kwa mfano, leo tarehe 30 tunaandaa kipindi cha utabiri wa unabii wa mwezi wa 4. Kwa hiyo tutakupitisha kwa kifupi yale yaliyosemwa kuhusiana na unabii wa mwezi wa 3. Alafu wewe utapata kushuhudia na kusikia kile kilichonenwa, kilichotabiriwa na yaliyotokea kutokana na yaliyotabiriwa. Na mambo ambayo niliyasema ni haya hapa ambao unayaona hapo. Wale mnaonifuatilia kwa YouTube kwa kupitia video, unabii wenyewe ulikuwa hapa, ulianza hivi. Tuko majira sasa ya 5 mwezi huu kwa taifa. Ni 5 kwa 4 hapa kwa majira haya, ambayo maandiko yanasema katika kitabu cha Mithali, kitabu cha Mhubiri sura ya 3, anasema kila jambo na wakati wake. Sasa nitakwenda kueleza mambo ya wakati huu, maana wakati ni wa 5 na 4. Sasa mambo ya wakati huu ni haya. Mambo ambayo nimeyaona, kwanza kuna tukio la ghafla litakalotia huzuni katika nchi. Inawezekana liwe kubwa au lisiwe kubwa, yaani la aina yoyote.
kuna tukio la ghafla. Tukio la ghafla litakalotia huzuni. Msiba wa ghafla. Unaweza ukatokea mwezi huu. Utatokea mwezi huu. Si majira ya msiba, bali kuna tukio la ghafla. Kuna tukio la ghafla. Tukio huwa inalenga msiba au ikawa ajali. Msiba. Au ikawa tukio la kushtua na kuhuzunisha. La kushtua. Ikatokea. Na kuhuzunisha. Lakini pamoja na tukio hilo Naam, baada ya ule unabii wa kwamba kutakuwa na tukio la ghafla, na nikasema sio majira ya kifo kwamba ni kifo, bali ni majira ya tukio la ghafla la kuhuzunisha ambapo linaweza likawa ni kifo. Neema ya mwezi itaambatana na mvua itamwagika, na katika mikoa ya M mvua itamwagika. Mikoa yenye M na D huko kunaweza si lazima yatokee mafuriko, lakini kwa sababu mwaka wenyewe hausomi kuwepo mafuriko sana, lakini nimesema yanaweza yakawepo mafuriko nilizungumza kwenye video yangu ya mwaka, mafuriko ya kama mchwara, yani mafuriko yasiyotegemewa, yani ya kushtukiza. Kutokea mafuriko yasiyotegemewa. Inaonyesha tu mafuriko ni kama vile kwenye kipimo cha mwaka cha maji kilionekana hakitabiriki. Maana yake sio wastani wala sio mafuriko. Kwa hiyo maana lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo mwezi huu hii mikoa inayohitaji yenye M na D wao wakikumbwa na mafuriko, maana atakuwa na mvua nyingi. Watakuwa na mvua nyingi. Sio jambo la kushangaza. Mafuriko M na D. Alitoka habari za Marekani na Irani hapo mbele. Video hii hapa. Hapo. Kwa habari ya mataifa mengine ambapo wao wanatembea na majira ya 3, 2 kwa 4. Hapa ni uongozi, migawanyiko, ruba, majanga, mapigano hapa. Mapigano ya kuondolewa kwa viongozi katika mataifa kadhaa. Kuondolewa kwa viongozi. Sasa moja ya taifa ambalo nalimalizia ambalo nilishasema, moja kati ya taifa hilo kwamba mwaka huu hawako salama. Na rais wao au kiongozi wao Iran. Rais wa Iran yani asipoondolewa madarakani, asipokufa au kuuawa au kukimbia ile nchi, basi labda awe amesarenda nguvu zake. Hapa nimeandika awe amesarenda nguvu zake za kivita. Haya, hapo sasa nilizungumzia kuhusu kiongozi wa Irani. Samani tu kwamba tunamtaja kama rais, lakini yeye sio rais bali ni kiongozi mkuu wa Irani. Nilitabiri hapa kwamba hata salimika, labda asalimu amri ama akimbie nchi au asalimu amri. Nadhani umesikia vizuri au nirudie tena kidogo? Sikiliza hapo. Nilisema lazima atafariki au vinginevyo asalimu amri. Irani yani asipoondolewa madarakani, asipokufa au kuuawa au kukimbia ile nchi, basi labda awe amesarenda nguvu zake. Hapa nimeandika awe amesarenda nguvu zake za kivita, ndio atapata usalama. Yani huyu rais wa Iran, kwa sababu jina lake linaanza na I, kama Traore atakavyopitia, wanawindwa kuuawa kabisa. Siona mwaka jana alipapasa wakaachwa, watu wanafikiri Marekani alishindwa. Hajashindwa. Majira hayakuonyesha kwamba anauawa, na taifa lao halikuonyeshwa kwamba litakuwa rais wao yuko majira ya mauti, kifo kabisa. Sasa unaweza ukapata mkanganyiko wa neno rais. Kwa ujumla hapo sikumaanisha rais kama jina, nilikuwa namaanisha kiongozi wao
ambao ndio kiongozi mkuu wa Irani. Ndio nilikuwa namaanisha, na watu wote mnafahamu kiongozi mkuu wa Irani ni nani? Ni huyu hapa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kiongozi wa Irani. Ndio maana nikasema kiongozi wao mkuu huyo wa Irani. Na hili ndio lilotokea. Ukitaka ujue nilikuwa namzungumzia nani katika hiyo kiongozi wa Irani ambaye lazima atakufa, ni huyu hapa. Umemwona huyu? Nilimweka na picha hapo. Kwa hiyo samani kwa jina tu kukosea jina, lakini niliyokuwa na maanisha ni huyu, nimemweka kwenye picha hapo hapo kwenye hiyo video yenyewe. Sasa nini kitokea? Kilichotokea ni hiki, usiku ule ule baada ya unabii ilitokea ni hapa. Unaona? Imethibitika ya kwamba Ayatollah Ali Khamenei ameuawa. Hii hapa, death, kifo. Ndio huyo hapa. Unaweza kuona kwenye video pale. Ndio huyo kwamba nilitabiri kwa kweli labda asarende tu. Sio kwamba nilitaka afe, mimi niliona atauawa. Irani iko majira ya uharibifu. Mwaka huu Irani iko majira ya uharibifu. Majira ya 8. Rais wao yuko majira ya mauti. Huyo kiongozi wao yuko majira ya kifo. Na majira yanaongea, yanaga mchezo. Na majira hayana mchezo. Majira yana mchezo. Kwa hiyo mimi nilipoambia kwamba rais wa Irani mwaka huu hakatifu. Kwa hiyo mwezi wa 12 nimesema hivyo. Mwezi wa kwanza nimerudi. Hata kwenye unabii wangu mkubwa nafikiri ipo. Hakatizi. Naona Kwa hiyo ni kwamba sio mwezi huu, ila mwezi huu hiyo mapigano yaliyoanza kwa dirisha tabiri ni kwamba hawakwepi, na itaendelea hiyo. Kama wataendelea kusumbuana mpaka kufika mwezi wa 9, kwisha kabisa. Kwa hiyo nabii huo ulitimia. Twende kwa Trump. Kwa hiyo ni kwamba sio mwezi huu. Marekani kwisha kabisa. Na Marekani itagawanyika kimtazamo. Marekani itagawanyika mwezi huu. Juu ya vita mwezi huu wa 3. Nasikia? Juu ya vita ya Marekani, ya Irani au ya wapi, lakini yenyewe tu inaonekana itagawanyika kimtazamo. Marekani itagawanyika. Wanavutana kwamba kwa nini kufanyike hiki, kifanyike hiki. Watavutana kwa nini kufanyike hiki. Kumaliza vita hiyo. Yaani wako katika majira ya kupigana mpaka kumaliza. Ingawa vita vitaendelea. Marekani inasoma namba za kupigana. Marekani inasoma namba za kupigana. Ila itagawanyika kwenye mtazamo kwamba kwa nini majira yake ni 6. Kwa nini tunaenda vitani? Huku unalaumiwa. Kama unakataliwa. Kwa hiyo atakataliwa Trump. Unaona? Huku anaendelea kupiga. Ndio unabii ulionyesha kwamba atakuwa analaumiwa, anakataliwa, anapingwa. Iko majira ya kulaumiwa lakini na kupigana. Na huku haitaacha kupigana. Sijui mmeelewa unabii hapa. Iko majira hayo kwa mwaka na kwa mwezi. Ogopa bwana unabii. Umesikia hapo? Nimesema hivi, Marekani iko majira ya kupingwa, kugawanyika. Alafu namba yake ya kiroho inasoma italaumiwa, yani kiongozi atalaumiwa, Marekani italaumiwa, lakini wakati inalaumiwa inaonyesha itakuwa inaendelea kupigana, inapiga, haitaacha, maana iko majira ya kupigana. Hebu tuende kwenye matukio halisi. Je, limetokea hayo mwezi huu? Je, kweli kumegawanyika, amepingwa? Twende sasa. Nasikia hiyo? Mbona ule unabii? Mbona ule unabii? Maandamano dhidi ya Trump. Maandamano dhidi ya Trump. Haya. Kwa hiyo ya kinabii ya mwezi wa 3 na yale yaliyonenwa na yaliyotokea. Sasa twende moja kwa moja katika unabii wa mwezi wa 4. Mwezi wa 4 wa mwaka 2026. Kama ambavyo ni desturi, huwa tunaanza na unabii wa kitaifa. Kwa maana unabii unaohusiana na nchi yetu ya Tanzania. Karibu mtu wa Mungu tuweze kuendelea. Amen. Shalom tena. Ninashukuru tena kwa ajili ya kupata nafasi kuongea mbele ya maelfu ya watu ambao wako Tanzania, mataifa ya Afrika na mataifa ya Ulaya na Marekani na mataifa mengine kule. Na Mungu ni mwema kwa kunipa kibali kama hiki na kunipa uzima ili niendelee kupiga parapanda juu ya dunia
ya watu waweze kujiandaa. Lakini la kwanza, jiandae kwa ajili ya ufalme unaokuja wa uzima wa milele wa Kristo mtawala. Jiandae kwa kuokoka na kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi, ikiwa unataka guarantee ya kwenda kuishi milele mbinguni. Na sasa ninakwenda kuyasema yatakayotokea katika uwezo wa kiroho na mamlaka ya Mungu inayofunua mambo makuu ambayo mara nyingi wengine hupatwa na mshangao wasielewe, na wengine huona kama uchawi. Lakini uchawi siku zote huwa huwezi ukamwakilisha Mungu, maanake uchawi huwa unafeli. Lakini ukiona kitu kinafanikiwa alafu kinatajwa kwa jina la Mungu, ujue ni cha Mungu. Kwa sababu hiyo unabii ninaotoa katika taifa na mataifa ni guarantee wa Mungu, maana kama si wa Mungu basi ni unabii wenye nguvu kuliko wa watu wa Mungu. Sasa sitakuwa ni hatari. Siku zote nimekuwa nasema kama utakuwa ni unabii ambao si wa Mungu basi usitimie. Lakini kwa vile yanatimia, na yanatimia kwa viwango vikubwa kuliko kawaida, mpaka watu wamekuwa wakiprove baadhi ya nabii kutoka huko. Kuna nabii nyingine kwenye madhabahu, ni kuonyesha unabii unaotoka madhabahu ni unabii wenye mamlaka ya Mungu. Maana kama si Mungu, mimi ni nani niseme mambo yatokee alafu niwe mimi? Kwa hiyo mimi nasema ni ya Mungu kwa sababu yana nguvu, yanatokea kwa nguvu kubwa. Kama ulivyoona zile video pale, mtu natabiri siku hiyo na siku hiyo usiku likatokea niliyotabiri usiku wa manane. Unaweza kuona kwamba si mimi nawezaje kuona mambo ya Irani kule, kwamba Irani kwamba kutatokea hili, bila shaka ni Mungu. Basi haya ndiyo yatakayotokea mwezi wa 4 2026 hapa Tanzania na mataifa mengine. Katika majira haya tuko majira ya 6 katika mwezi ule wa 4, itakuwa majira ya 6 kwa 5, na yale ya kiulimwengu ni majira ya 7, ambapo haya katika anga la taifa ndiyo yatakayokwenda kutokea na anga la kimataifa, kwa kuwa Mungu aliumba mambo yote akayaweka katika hekima na kuyapangilia hesabu za majira na nyakati, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Methali, Mhubiri sura ile ya 3, kwamba kila jambo na wakati wake. Sasa wakati wa mwezi wa 4 mwaka Tanzania na dunia, haya ndiyo yatakayotokea. Siwezi kutaja yote maana ni mambo ni mengi. Nitataja tu yale mambo ambayo ni ya muhimu ya kuangalia na ya kuwa nayo makini. Habari kuu za nchi. Zitaonekana ajali na kuugua kwa kiongozi ama viongozi. Mtaona mkusanyiko kwa ajili ya msiba wa ambaye ametokana na kuugua ama kwa ajili ya ajali. Aidha atakuwa ni kwa kuugua au inaweza ikawa kwa ajili ya ajali. Vyovyote vile, lakini kuna msiba unaotokana na matukio haya mawili. Lakini kuna chuki zinakwenda kuinuka pamoja na usaliti kwa viongozi wenyewe kwa wenyewe. Na chuki zitakuwa ni dhidi yao wenyewe kwa wenyewe, ama chuki dhidi ya wananchi na kiongozi wao fulani au viongozi fulani. Na hasa watu maarufu. Vitasikika hivyo nilivyovitaja, mtavisikia. Lakini nitataja sasa kwa uchambuzi maeneo yatakayoguswa na matukio ya unabii huu, ya hayo mambo yatakayotokea. Hiyo misiba na majanga na hasara zitakuwepo ndani yake, ambapo nimeona kutakuwa na maombolezo. Maeneo ni majina ya D kama vile Dar es Salaam, Dodoma; M kama vile Mwanza, Mbeya; na maeneo yote yaliyotajwa majina ya M, ama matukio yoyote katika eneo lenye majina V kama lipo Tanzania, kama lipo. Hayo ni maeneo yataguswa na matukio ya roho za mauti na misiba ambayo itatokea. Lazima itasikika. Watu watasikia Dar es Salaam, watasikia Dodoma, watasikia Mwanza, watasikia hayo maeneo niliyotaja kwa ajili ya misiba, kama misiba. Ajali na mapigo ya majeraha, ama matukio kama vile mtu kapigwa labda na kitu, kaangukiwa, kuna janga fulani, kutasikika maeneo hayo yenye majina T, K, B. Hayo ndio yatasikika zaidi. Sio hayo tu,
lakini hayo ndio yatasikika zaidi. TKB, hizo ajali ambazo zinakwenda kusikika, ambazo zitakuwa zina viashiria vya ushirikina pamoja na misiba ya ghafla. TKB, hiyo misiba ya ghafla ni pamoja na majina niliyotaja ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Mbeya, si wapi hivyo hivyo. TKB, MD, L, U na C, hayo ni maeneo yatakayotajwa kwenye vyombo vya taarifa kwamba kumetokea matukio hayo ya ajali na makusanyiko ya misiba hiyo ambayo inatokana kwa mambo hayo mawili, kuugua ama ajali ama matukio ya ghafla. Na miongoni mwao itakuwa usaliti unahusika. Katika hasa wale majina ya wakubwa wale, watu wakubwa wale, itakuwa unahusika na usaliti pia. Jambo la kuumiza litatokanalo na mahusiano ya mtu mwenye jina katika jamii, nalo litasikika. Jambo la kuumiza linalotokana na mahusiano nimeona kuna jambo la kuumiza linalotokana na mahusiano mwezi huo wa 4, mwezi huo wa 4 litakalogusa mtu mwenye jina. Yaani ni kama ni tukio la usaliti hivi itasikika. CCM na Chadema kwa pamoja watakusanyika kwenye jambo linalohusu kuugua kwa mtu na pengine atakuwa amefariki, ama kwa sababu ni mgonjwa au amefariki. Haya mambo yatakwenda kutokea na yatawagusa watu wa Chadema pamoja na CCM. Watakuwa wamekusanyika. Sio lazima hapa, nimepewa na Roho wa Mungu kusema sio lazima liwe la kitaifa, na linaweza likawa la kitaifa. Lakini wanaonekana Chadema watakusanyika mahala na CCM nao watakusanyika mahala kwa ajili ya jambo. Aidha litawaunganisha pamoja au kila mmoja watakuwa na jambo lao litakalokuwa linatokana na kuuguliwa na huyo mtu, pengine anaendelea kuugua hivyo, au tukio la kuumiza huyo mtu au amekufa. Matatu: kuugua, kuumizwa kwa huyo mtu au amekufa. Wote wa pande mbili watakuwa wamekusanyika mahala fulani, yaani vikao ama makusanyiko yatasikika. Wakuu katika jamii wenye herufi ya majina haya bado mwezi huu kiroho wako katika uhitaji wa msaada wa kiroho ili kuepuka hatari za kiafya, manake misiba kama hivi, kufa ghafla, nafasi zao na usaliti wao. Wengi wao watapatwa na haya, sio wote watakaohusika, bali wengi wao wenye majina yenye herufi hizi watapatwa na haya mambo, wanaoitwa kuanzia herufi hizi M. Mtasikia mpaka taarifa za misiba za watu wenye majina haya wengine, M, V, D au W. Sio tu misiba tu, nimesema watakumbwa na mambo ya kuumiza sana, na baadhi yao watakuwa wanaondoka. M, V, D, W, E, N, A, J, S, K, B, T, I, R, G, Y, P. Lakini sio wewe hapo. Amen. Sio wewe. Sio wewe. Ila sasa unatakiwa tu ujilinde, kwa sababu wewe umesema ni P. Jilinde katika masuala ya safari, kwa sababu wao wenye majina hayo mtasikia baadhi yao matukio ya ghafla, kiafa, yani ghafla ameanguka au kapata ajali. Kwa hiyo kwa vile wewe una tatizo la kiafya, hiyo si shida, utajilinda kwenye mambo ya ajali. Lakini pia mafarakano au wenye majina kama ya kwako au ya mafarakano. Okay, nimesema si wote, ila wengi wao wakiona dalili wasipuuze. Japo mnaruhusiwa kupuuza, ila matokeo ni uhakika. Majina watakaoguswa na mambo ya kuumiza ni herufi hizi. Haya ni mambo tu ya kuumiza sasa. Sio vifo nini. Yanaumiza. Wengine wanaweza kama wamefiwa kabisa. Haya ni ya jumla sasa. Hii achana na wale wakuu. Hii ni ya jumla, ambayo sasa na wewe uko kwenye hii ya jumla ya watu wa kawaida. Pale mwanzo nilitaja watu wakuu wenye majina. Hapa ni M, V, D, I, R, T, B, K, kama zimejirudia zile, G, P, Y, E, N, W.
Ukiangalia utaona ni yale yale, ila nimesema kwa wale watu wenye nafasi kubwa juu wajihadhari, kwa sababu wenye majina hayo yatawahusu. Huku nimetaja generally watu wote wenye majina haya wawe katika hali ya kujua kuna kuumizana hapo katika mahusiano, lakini kuna kusikia taarifa za msiba, na baadhi yao kama wako hali mbaya. Sasa mtu mwenye ndugu ana hali mbaya hapa na jina kama hili, anajua kabisa tunaweza tukamkosa ndugu yetu. Ndio waelewe hivyo. Ndio maana ya hivi, ili muweze kupambana kuokoa maisha ya hao watu ama huyo mtu. Unabii kwa nadhani huu unabii kwa taifa tayari umeshaisha. Haya ni mambo ninaona ya muhimu zaidi ni haya. Amen, amen. Labda kumalizia kipande kwenye hilo hapo, wanaweza kusema hali ya hewa, kwa sababu nimetabiri masuala ya mwezi huu kuhusu masuala ya neema ile, na nikasema neema hilo itahusika pia vitu kutoka juu kama vile mvua, na inaweza kaleta mafuriko, mchwara. Tunasema yani mafuriko afu mvua ile imeenda zake. Na imeleta madhara, imeua maeneo mengi, imeua ya, kwa sababu umeona kwenye video pia hapo. Sasa kwa mwezi huu, kwa sababu majira haya ya mwezi huu na yenyewe pia bado yanaonyesha mvua zitakuwepo. Yaani mvua zitakuwepo, ni majira ambayo yataangukia kwenye mambo ya kukwaza, yaani mambo ya kukwaza plus neema humo ndani plus makusanyiko ya maji na watu. Hayo ndio mambo makuu kwenye moyo wa nchi. Sasa manake maji kuendelea kunyesha, mvua na kuleta ajali, yani mambo ya kuumiza kwa ajili ya mvua bado inaonekana ipo kama kawaida. Nimeishia hapo kwenye habari za upande wa taifa. Zanzibar naona sijahitaji safari hii kwa ajili yao unaweza kwa sababu sioni jambo sana, ila Zanzibar mwezi wa 4 ni uongozi. Kuna tukio la mlezi au kiongozi kuondoka kwenye nafasi yake au kufariki au kupatwa na msukosuko. Kwa hiyo msukosuko wa kiongozi ama mlezi wa watu katika nchi ya Zanzibar, pengine mstaafu, yani itatokea hilo, ama nafasi yake kuingia kwenye itilafu, watu watasikia. Manake uwezekano wa kusikia msiba wa ghafla wa kiongozi, hiyo ipo pia. Inaweza isisikike, watu wakasikia habari ya kiongozi kutoka kwenye nafasi yake na kuingia mwingine, au mtu wa zamani, kiongozi wa zamani amepatwa na tatizo labda la kuugua au kafariki. Vyote hivyo ninavyosema, moja ya hivyo lazima vitatokea ama mawili yatatokea Zanzibar. Tunaweza tukaendelea sasa kwenye mambo. Tuendelee katika mataifa ndani ya bara la Afrika. Amen. Mataifa ndani ya bara la Afrika, hapa nimeiona Kenya kama kawaida, nimeichungulia, nikaona taarifa za kuugua kwa mtu mwenye jina litasikika kule Kenya, watauguliwa, watasikia taarifa hizo. Alafu kunaonekana jambo la kuumiza mioyo ya watu itasikika, inaweza kama msiba, lakini ajali itasikika kule Kenya yani hii ni lazima. Ajali ama matukio ya kuumizana, yani mtu amemuumiza mtu kwa njia fulani, kujeruhiana, hiyo itasikika pale Kenya. Lakini pia Mombasa kutasikika msiba ambao utatokea pale na utagusa jamii ya Kenya. Mombasa kutasikika msiba, sijajua utahusisha nini kwa janga kama hilo. Hebu inaona nini na kunaonekana 8/7. Maana yake inawezekana pia hata mafuriko yakitokea, mafuriko Mombasa yanaenda kuua, kwa sababu inaonekana 8/7. Sasa 7 ina mambo mengi sana, lakini kwenye mambo ya hali ya hewa ni makusanyiko. Sasa 8 ni kuua ama uharibifu kabisa. Kwa hiyo Mombasa kuna tatizo linakwenda kutokea pale maeneo ya Nairobi, katika miji mikuu. Nairobi kwenyewe wajihadhari na ajali ambayo inaweza kaleta msiba ikaua. Yaani kunaonekana kuna mtu anaondoka ghafla na kunatokea msiba pale Nairobi. Sasa inawezekana ikawa si mtu, ikawa watu. Kuna tukio la msiba Nairobi, lakini si la direct,
yani kuondoka hivi alafu msiba. Sasa ni kama vile safari alafu ajali inatokea inaua. Pale Nairobi, Rais Ruto atawindwa na hatari inayolenga kumuinda katika safari zake. Yaani kunaonekana hatari katika safari kwa Ruto, hatari kabisa ambayo inaweza kusababisha maisha katika safari zake Ruto, hatari ya maisha. Sisemi kwamba lazima afe, ila namaanisha kukitokea uzembe anakufa. Yaani ninaposema kuna hatari maana yake na maana yangu. Okay? Na najua mtu hawezi kuwa mzembe, atajilinda sana. Lakini kuna hatari inayomuinda maisha. Uganda kutasikika kelele na uvumi wa kumpinga mmoja wa wakuu katika hiyo nchi. Itaambatana na taarifa za hatari za kiafya za mkuu katika nchi hiyo, tena na mkuu wa nchi mwenyewe. Huyo mkuu wa nchi mwenyewe kutatokea utata katika afya yake, Yoweri Museveni mwenyewe. Na itaendelea mpaka kule karibu na mwisho wa mwezi kutasikika hivyo. Ikifika mwisho wa mwezi pale kuingia mwezi ule unaofuata kutasikika taarifa kama za msiba kwa Uganda. Mwisho kule kwenda mwezi unaofuata kama vile msiba. Sasa inawezekana vikatokea hapa on the spot hapa katikati, lakini au ikatokea kule mwisho. Kuna taarifa za hizo ninazosema Uganda za kuuguliwa, na huenda ikapelekea taarifa za msiba pale Uganda, kwa sababu majira ni ya kusanyiko linalotokana na kuuguliwa ama ajali. Sasa hili kusanyiko linaweza likawa vyovyote vile, wakati mwingine inakuaga msiba. Na ninaposema ile wakati mwingine inakuaga msiba, sina maana msiba hautakuwepo, na maanisha msiba utakuwepo, ila wa level gani ndio tofauti iliyopo hapo. Kusanyiko likiwepo huwa msiba lazima uwepo, na unaonekana ugonjwa kusanyiko hapa manake ni msiba moja kwa moja, ila level gani ndio sasa huwa mpaka kuna hesabu za rohoni zinaonekanaga, ndio tunaona moja kwa moja. Unaweza nikakwambia mkuu USA, nadhani sasa hii Afrika nimemaliza hapa, pale DRC ni Kongo. Kuna tatizo la hatari pale litasikika DRC, ambayo unaweza ukasikia kabisa mambo ya vifo. Yaani kuna mlipuko utatokea pale ambao utahusisha vifo pale DRC, mlipuko utakaohusisha vifo DRC. Nimemalizia na hiyo hapo. Nadhani nisiende sana kwenye mataifa ya Afrika. Sawa, hapo naamini tumemaliza. Sasa kwenye mataifa mengine, na kabla tujaenda kwenye habari sasa za ulimwengu kwa ujumla ambazo Okay, mataifa mengine kama mataifa makubwa haya, mataifa kama ya majina I, R yatapitia dhoruba ya mabarafu ama maji, mafuriko, na taarifa za mataifa hayo kupata ajali za ndege zitasikika. Lakini mgogoro wa viongozi kwenye mataifa hayo I na R kama vile Indonesia, India, Israel, Iran, yaani mataifa yenye I na R, watu watasikia habari za vitu kutoka juu vikianguka chini, aidha mabarafu ama mvua za mafuriko ama ndege kuanguka, yaani vitatokea kwenye hali ya hewa. Wataona balaa la mafuriko ama mabarafu haya. Lakini moja kwa moja USA, Donald Trump, unabii uliousikia pale umeona tayari nilishatabiri na yametokea hayo. Umeona kwenye hiyo video ya ushuhuda tayari. Je, mwezi wa nne sasa ndio anaingia kwenye hatari ya kifo kabisa Donald Trump. Yaani anawindwa kufa, anawindwa kuuawa. Sisemi anakufa, ila wakizubatu anauawa. Kwa hiyo anawindwa kufa mwezi huo, na anawindwa kufa kwa kupitia nini? Kwa sababu ni 8/7 kufa tu. Yaani akusomi siraha majeruhi hivi. Yaani kufa tu, unasoma tu kufa tu, kwamba lolote linaweza likatumika. Kwa sababu haisomi majeraha, inasoma tu kwamba yaani kama kufa tu.
kama kufa tu na watu kukusanyika. Sasa unaona, sasa hiyo watu kukusanyika manake ni kusanyiko, nimesema hapa, atapitia hatari ya kifo na kusanyiko la kupingwa, kusanyiko la kumpinga ambalo maana limetokea ili mwezi wa 4 linaendelea sana, bado litaendelea. Israeli kunaonekana kutakuwepo bado na janga la hasara, manake uwezekano wa mapigano ama chochote kinacholeta hasara kwenye anga la Israel na vitu kudondoka juu ya taifa la Israel vitaonekana. Manake hapa sasa unaweza ukashangaa mabomu yakaendelea, maana si hasara afu vitu vinadondoka, mabomu yataendelea, na kutakuwepo na marekebisho ya nafasi za uongozi kwa Israeli. Watakuwa wanafanya marekebisho na kuna hali ya msaada itajitokeza kwa ajili ya kuisaidia Israeli, msaada wa kiroho ama pia wa kimwili. Yaani nguvu fulani itatokea kulipa support taifa la Israeli mwezi huo. Sasa inawezekana ikawa ya kimwili au kiroho. Irani na wao bado watapitia dhoruba kali, hasara na maanguko ya vitu kutoka angani ambayo italeta hasara na dhoruba kwao na kuweza kuvuruga uongozi ama utawala wao pale, na kutakiwa utawala huo upangiliwe upya mwezi huo wa 4. Utawala wa Iran kupangiliwa upya, yaani utavurugwa na utatakiwa kupangiliwa upya. Kwa hiyo kama wamechagua viongozi wengine, kutavurumushwa tena, utavurumuka na kuanza tena kupangwa upya. Taifa la Urusi litatikiswa katika uongozi wa ndani na rais wao atakosa furaha juu ya jambo litakalomgusa yeye binafsi na kumweka katika hatari, au atajihusisha katika jambo litakalosababisha aanze kupigiwa kelele au kupingwa. Hali hiyo inaonyesha dalili ya watu kukusanyika kwa ajili yake au kumpinga au kumfanya kasiriki au apate maumivu itatokea. Hayo ni mambo ya mataifa, nimeshamaliza. Upande wa mataifa nimemaliza. Mwezi wa 4 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Kwanza tupende kuwakaribisha kwenye ibada ya Pasaka. Karibuni, kutakuwa na ibada njema kabisa, kutakuwa na kula na kunywa na itatolewa zawadi mbalimbali kwa wenye uhitaji na wale ambao kwa siku hiyo nabii ataona wanastahili kupata, na hiyo zawadi ataitoa nabii mwenyewe. Nikupende kukaribisha sana Jumapili ya Pasaka. Lakini pia namba za simu sijui kama umewapa, zitapita kwenye ndani 0715645150. Lakini pia namba huwa zinatoka kwenye matangazo yetu, utasikia tangazo lililotangulia na litamalizika mwishoni, na namba huwa zinatolewa chini. Sawa, kuna hali ya dunia tumalizie na hali ya dunia kwa ujumla, mataifa yote, kwamba dunia nzima itakuwa na sura gani? Mambo gani ambayo yatakuwa yanavuma sana? Dunia nzima itakuwa na kategori 3. Itakuwa na kategori ya kwanza, ambayo inasimamiwa na masuala ya anga. Kategori ya kwanza, taarifa za kidunia zitakuwa na kategori ya kusimamiwa na masuala ya anga. Nitazungumza masuala ya anga yakoje. Kategori ya pili itakuwa inasimamiwa na masuala ya uongozi, yaani utawala. Kategori ya tatu ni roho ya neema na usaliti na matukio ya ghafla. Kwa hiyo kutakuwa na namba pale zimejipanga, maana niliona 4, nikaona 3, nikaona 5. Sasa hapo maana yake dunia itasikia habari za mvua ya mafuriko na majanga ya uharibifu kwa ajili ya mvua pamoja na mabarafu. Lakini bado kwa vile kuna ile ya uongozi, ile uongozi inamaanisha moto. Sasa wakati mwingine huwa inakuwa sio moto, inakuwa ni mabomu, kwa sababu kuna hii 4 inachanganya pamoja na uharibifu, lakini inazungumzia pia masuala ya uongozi. Manake masuala ya uongozi na uharibifu, manake ni utawala fulani kupatwa na uharibifu ama mataifa fulani kupatwa na matatizo ya uharibifu
kwenye mataifa yao, lakini kutakuwa kuna neema ambayo inaambatana na mambo ya usaliti tena. Sasa hii sasa nayo ni shughuli. Kutatokea tukio la ghafla ambalo watu hawakutarajia hivi. Mfano labda kwenye vita watasikia tukio la ghafla kuhusu masuala ya uongozi ama kiongozi, alafu na kuwa na neema itakayoachiwa juu ya maeneo fulani yenye uhitaji wa hiyo neema. Kuna neema itaachiwa. 4 na 5 huwa zinahusiana kuwepo kwa neema. 4 inamaanisha dhoruba, majanga, lakini na msaada wa kiroho utatokea. 5 inamaanisha tukio la ghafla la kuhuzunisha, lakini linaleta neema. Kwa hiyo kunakuwa na neema, lakini humo ndani kuna huzuni. Kuna huzuni. Kwa hiyo habari za kimataifa itakuwa watasikia habari za uongozi, mapigo kwenye uongozi, majanga yakitokea kwenye dunia, pamoja na maji, mafuriko, pamoja na uharibifu ambao utaambatana na kitu maalum ambacho ni kama neema, lakini neema hiyo inakuja juu ya masuala ya hatari ya uharibifu katika taifa au katika utawala au katika uongozi. Naamini umeeleweka. Na namba hiyo kubwa kabisa ambayo ni 5 huwa inamaanisha tukio la ghafla, na dunia itakuwa katika hali ya msuguano wa chuma na udongo. Neema itakuwepo, lakini kutakuwa na tukio la ghafla ambalo hilo tukio litafanya kuwa neema iwepo. Yaani tukio la ghafla, lakini litakuwa linaambatana na kuleta neema. Neema itakuwa kubwa kuliko hilo tukio. Yaani tukio linakuwa baya, lakini halishindi neema. Ni kama mafumbo hivi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi unaweza ukasema kunaweza kutokea kifo cha mtu, alafu watu wakashangilia hicho kifo. Unanielewa? Yaani wakaona yani ni afadhali. Lakini pia kukatokea msaada kutokana na watu wanaolia na kuteseka mahali. Hiyo namba 4 hiyo, mateso yanafikia mwisho, wanahitaji watu kusaidiwa. Wanaweza kasikia watu masuala ya msaada kwenye maeneo fulani. Niseme hivyo, tusubiri matukio yenyewe kwa sababu yatatokea. Ni swala la kusubiri na kuona. Kipekee tunakaribia mwisho. Labda mwezi wa 4 tunaendea mwezi wa ambao